Mmoja mwenye umri wa miaka 32 ambaye alikuwa amenaswa chini ya vifusi kwa saa 36 ameokolewa akiwa hai baada ya tetemeko la ardhi nchini Colombia. Daniela Largo alitolewa kutoka chini ya jengo lililoporomoka katika jiji la Pereira baada ya operesheni ya uokoaji iliyochukua zaidi ya saa 10. Wazima moto hatimaye walifanikiwa kumfikia kupitia njia waliochimba chini ya vipande vinne vya zege ambavyo vilikuwa vimemfunika. Tangu kutokea kwa tetemeko hilo la ardhi, maelfu ya watu wamepoteza makazi yao nchini Colombia. Kwa siku ya pili, wengi walilala nje kwenye kibaridi, huko waokoaji wakipambana na hali ngumu kuwatafuta manusura waliokwama chini ya vifusi. Tetemeko hilo la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 kwenye vipimo vya Richter lilitokea mwendo wa saa 1:30 asubuhi ya Jumatatu. Chimbuko la janga hilo lilikuwa karibu na kijiji cha San Jose del Palma, ila athari kubwa ilishuhudiwa mamia ya kilomita kutoka hapo katika upande wa magharibi mwa Colombia. Hadi sasa mitetemeko midogo zaidi ya 100 imetokea, huku watu 240 wakithibitishwa kufariki. Hii ni kulingana na takwimu kutoka kwa mamlaka nchini humo. Takwimu rasmi za serikali zinaonyesha kwamba idadi hiyo ni ndogo, ila mamlaka zimekiri kwamba idadi hiyo huenda ikapanda. Takriban watu 200 mpaka sasa hawajulikani walipo. Jose Carlos Cueto yupo mjini Cali ambao uliathiriwa pakubwa, na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kunapopambazuka, hii ndiyo taswira inayojitokeza katika mji huu wa Cali, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi na tetemeko la ardhi la ukubwa wa 7.4. Wakazi na timu za waokoaji wanashirikiana usiku na mchana wakitafuta manusura katika majengo yaliyoporomoka. Mkazi wa eneo hili, Saul Paz, anazungumzia uharibifu uliotokea karibu na nyumba yake. Eneo hili la makazi ya kijamii lilikuwa na majengo kadhaa. Hapa ni block E. Nyumba zote ziliharibiwa. Hii ni hasara kubwa. Namshukuru Mungu, watu wengi walifanikiwa kutoka kabla ya nyumba kuporomoka. Watoto na walimu walikabiliwa na kuanguka kwa vifusi walipokuwa wakishuka ngazi za shule hii. Kwa bahati nzuri, hakuna aliyejeruhiwa vibaya. Wafanyakazi wa dharura walimwokoa mwanamke aliyekuwa amenaswa kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka katika sehemu moja, wakimbeba hadi eneo salama. Nyuma yangu kuna jengo lililoporomoka na timu za uokoaji ziko kazini zikitarajia kupata manusura. Hii ni taswira iliyozoeleka tangu tetemeko kutokea hapa kusini mwa Cali, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi na janga hili. Rais mpya wa Colombia ambaye aliapishwa kuanza majukumu yake rasmi Ijumaa iliyopita ametangaza hali ya hatari. Hata hivyo, sasa anakabiliwa na jukumu la kuliongoza taifa katika kipindi cha tetemeko baya zaidi la ardhi katika muongo mmoja. Tukisalia katika tetemeko hilo, Edward Debarg ni afisa mkuu wa usalama wa kimataifa wa Project Hope ambaye anasaidia katika shughuli ya uokoaji. Tumeshuhudia makundi ya kiraia yakijitahidi kadri ya uwezo wao kuondoa vifusi kwa mikono au kwa kutumia ndoo na kujipanga wanapohisi kusikia sauti ya mtu aliye hai ndani ya vifusi hivyo. Watu wako kazini hadi usiku wakitumia taa za kichwani kutafuta katika majengo hayo na kufanya kila wawezalo. Kwa sasa bado tuko katika hatua ya uokoaji na huenda tukaendelea na hatua hiyo kwa saa nyingine 24 hadi 36 hadi pale matumaini ya kuwapata watu, hasa kutokana na hali ya joto kali hapa, yatakapopungua sana. Isipokuwa kwa visa vile vya kimiujiza ambavyo huwa tunaviona mara kwa mara katika matukio ya aina hii. Baada ya hapo tutahamia kwenye hatua ya kuopoa mili. Sasa tuelekee barani Afrika ambapo katika wiki chache zilizopita tembo 15 waliripotiwa kufariki katika eneo la kusini mwa Kenya. Maafisa wa serikali walisema ripoti za awali zinaonyesha kuwa vifo hivyo huenda vilisababishwa na dawa za kuulia wadudu kwenye mashamba ya nyanya yaliyo karibu na hifadhi ya kitaifa ya Amboseli. Lakini wahifadhi wa mazingira wametilia shaka madai hayo. Tukio hilo limeibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanyamapori wanaoishi kando na jamii za eneo hilo. Mwanahabari wa BBC Caleb Moges anaangazia baadhi ya jitihada za uhifadhi ambazo zinasaidia kukabili changamoto zinazowakumba wakulima, wafugaji na wanyamapori katika mbuga ya taifa ya Amboseli. Taarifa yake inawasilishwa na Peter Mongangi. Kila siku Elisha huzunguka zizi hili la jadi la mifugo ambalo ni la kawaida miongoni mwa jamii za wafugaji wa Afrika Mashariki. Anafanya hivi ili kuhakikisha usalama wa mifugo wake. Hapa ndipo ng'ombe hulala usiku.
anasema taa hizi zinasaidia kuwafukuza wanyamapori. Uzio huu ni zaidi ya ua, unawakilisha riziki ya kila siku ya familia yake, ila hivi karibuni alipoteza ng'ombe wawili baada ya kundi la simba kuwashambulia wakiwa malishoni. Ng'ombe wangu walikuwa malishoni. Kundi la simba 4 waliwashambulia, kuwatawanya na kuwala ng'ombe wawili. Simulizi ya Elisha inafanana na za wengine wengi katika eneo la Amboseli nchini Kenya, ambapo binadamu na wanyamapori wameishi katika eneo moja kwa vizazi vingi. Ila kuishi pamoja kwa wanyama na wanadamu kumeleta hasara. Mifugo wanauawa, mimea kuharibiwa, na kwa miongo mingi jamii nyingi zimekuwa zikiwawinda wanyama wanaohusika. Hata hivyo, leo hii mbinu tofauti imeanza kushika kasi. Badala ya kulipiza kisasi, Elisha aliripoti uvamizi huo. Chini ya mpango wa uhifadhi wa kijamii, sasa anatarajiwa kupokea fidia kwa mifugo aliyowapoteza. Tuna makubaliano ya kulinda wanyamapori, nao hutulipa fidia kwa uharibifu wowote. Ingawa fidia hiyo haingiliani na thamani ya soko la mifugo, bado ni fidia. Takriban 65% hadi 70% ya wanyamapori wa Kenya wanaishi nje ya mbuga na hifadhi walizotengewa. Hii ni hifadhi ya taifa ya Amboseli iliyoko karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania, na ni mojawapo ya mbuga maarufu zaidi nchini Kenya. Inajulikana kwa makundi makubwa ya tembo pamoja na simba, twiga na nyati. Ina upana wa takriban kilomita 30 ambazo hazitoshi kwa wanyamapori kuzunguka wakiwa huru. Hii ndiyo sababu mashirika ya uhifadhi yanajitahidi sana kuunda mfumo wa ekolojia ambapo binadamu na wanyamapori wanaweza kuishi pamoja. Mojawapo ya suluhu ni kuzungushwa kwa ua wa umeme kwa zaidi ya kilomita 100 katika maeneo ya Kimana kwenye mbuga hii. Ua huu unaziba baadhi ya sehemu za uhifadhi, jambo ambalo linasaidia kuzuia migogoro kati ya binadamu na wanyamapori karibu na mashamba, bila kuzuia njia za wanyamapori ambazo hutegemewa wakati wa uhamiaji wa msimu. Unapogusa nyaya zilizo na umeme, ua linatoa mshtuko mkali, lakini kwa muda mfupi. Haileti madhara ya kuua, bali ya kutosha kuwazuia wasiingie mashambani. Hatujapata visa vya majeraha au vifo kando ya ua huu. Mabadiliko haya ya miundombinu yameenda sambamba na mabadiliko ya mitazamo. Mfugaji Njoroke Sitonik anasema kuwa mauaji ya kulipiza kisasi ambayo hapo awali yalichukuliwa kuwa jambo la kawaida yamepungua sana. Simba akiwa ng'ombe, tunamuua simba huyu na basi. Lakini hayo yalikuwa ya zamani. Sasa hairuhusiwi kuwaua. Wanalindwa kikamilifu na ndio maana tunalipwa. Simba akila mifugo, wanakuja kupiga picha ya ng'ombe, kisha tunalipwa. Programu za uhifadhi wa jamii zinazoungwa mkono na wakfu wa Big Life huchanganya mipango ya fidia, doria za walinzi wa wanyamapori, teknolojia ya uchoraji ramani na ndege zisizo na rubani ili kukabiliana haraka na matukio. Hii imepunguza kwa kiasi kikubwa migogoro na uwindaji haramu. Tunaona jukumu letu kuwa ni kusimamia mwingiliano kati ya binadamu na wanyamapori na kuhakikisha kuwa hauleti gharama kubwa kwa watu, huku wanyamapori wakiendelea kustawi. Kwa jamii zinazoishi karibu na wanyamapori, kuishi pamoja nao bado ni changamoto ya kila siku. Vifo vya hivi karibuni vya tembo 15 hapa Amboseli ni ukumbusho kwamba kulinda mojawapo ya maeneo muhimu zaidi ya wanyamapori barani Afrika bado ni changamoto.